Naam, habari ndugu wanahabari, karibuni sana kwenye mkutano nanyi wanahabari. Huu ni mkutano wa kabla ya mchezo wa mkondo wa pili ambao utakuwa unahusisha klabu ya Azam Football Club kama mwenyeji wa mchezo dhidi ya KMKM kutoka mchezo wa kwanza. Hao walikuwa ni wenyeji katika mchezo ambao ulifanyika Unguja, na baada ya ushindi wa magoli 2-0 wa Azam Football Club, leo tunazungumza kuelekea mchezo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 24 ambao ni siku ya kesho. Uwanja ni Azam Complex Chamazi, na tayari tulishatangaza muda kwamba ni saa 11 jioni, ambako tunategemea mchezo huu kuwa ni mchezo wa mkondo wa pili. Mbele yangu ni kocha wa KMKM sambamba na mchezaji wakiwa ni wawakilishi wa kikosi hicho. Tutazungumza nao tupate kusikia kutoka kwao kwamba wanasema nini kuelekea mechi yenyewe, nini tunategemea, lakini pia baada ya hapo tutapata pia kusikia kutoka kwa Azam Football Club na wenyewe wanazungumza nini kuelekea mchezo huu. Huu ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, na hizi ni timu mbili ambazo ni wawakilishi kutoka taifa la Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hivyo ni swala la kujipongeza kwa sababu tayari Tanzania ina uhakika wa klabu moja baina ya klabu hizi mbili kwenda katika hatua ya makundi. Mimi naitwa Hashim Ibwe, ni wakaribisha katika mkutano huu. Baadaye pia tutaruhusu maswali kutoka kwa wanahabari tupate kusikia pengine ni kitu gani ambacho mngetamani kukisikia kutoka kwa walimu, wachezaji wa timu zote mbili. Mwalimu, karibu sana. Mbele yako ni wanahabari ambao wanatamani kusikia kutoka kwako pengine mchezo huu wa mkondo wa pili, nini tutegemee kutoka kwenye kikosi cha KMKM, ninyi binafsi mnautazama vipi, lakini overall pengine hata tusikie kutoka kwako hili la kwangu sasa binafsi kwamba ushiriki wa vilabu kutoka Tanzania na performance ambayo imeonyeshwa so far, unahisi pengine inaweza ikawa na faida gani kwa taifa letu. Lakini jambo la kwanza la msingi ni mchezo wa kesho kuelekea mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Azam FC. Mwalimu, karibu. Asante sana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama. Tupo Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu wa marudiano Chamazi. Tumepoteza nyumbani bahati mbaya, lakini tumekuja tena. Mimi nasema kote nyumbani. Sisi ni timu ya Tanzania, na mimi naamini kabisa kwamba timu yetu inapenda kucheza nje kuliko hata kucheza uwanja Amani. Mimi nasema hivi kwa sababu ile home feeling hatuipati vizuri. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kucheza mechi, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, lakini kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri. Kama unavyojua tunajiandaa na ligi, kwa hivyo mchezo wetu wa kesho utatujenga zaidi. Hii ni raundi ya pili. Sisi na zaidi ya miaka 20 au 30 nadhani KMKM hawaje kufika nafasi hii. Kwa hivyo kwetu sisi tumepiga hatua. Kwa hiyo tunachotaka kukamilisha mechi yetu ya kesho kwamba tucheze vizuri. Hilo ndio lengo letu. Mwalimu, tutakabidhi mic sasa safari hii, lakini tunatamani pia kujua hali ya kikosi kwa ujumla pengine iko vipi. Kuna baadhi ya wachezaji pengine walikuwa kwenye kikosi cha kwanza cha mchezo uliopita, utawakosa. Taarifa rasmi ya kikosi pengine kutoka kwako binafsi. Wachezaji wawili tutawakosa, Allen Mukea midfield pamoja na Isaac Baboy captain, ambao majeruhi na tumewaacha hapo Zanzibar. Lakini walobakia wote hapo vizuri na wengine tayari place, ndio maana kwa na group ya wachezaji. Overall unategemea mchezo wa aina gani? Tutacheza vizuri. Mimi naamini, mimi sitaki kuzungumza lugha zenu za kupindua meza na nini sijui, lakini of course tutacheza vizuri na watu watapenda. Mimi nikwambie ni kweli, timu zetu nyingi zinapenda kucheza nje kuliko kucheza Amani. Kwa sababu tumecheza nyumbani, nyewe mnasema tumecheza nyumbani, mimi nasema kama kawaida, kama Chamazi. Kwa sababu group kubwa ya watu wanashangilia ile Azam walikuwa wanashangiliwa kuliko hata sisi. Ile home feeling haipo. Mimi sioni mantiki yote ya kucheza mpira pale kwetu kwa timu yetu sisi. Sijui hizo timu nyingine sitaki kusemea, lakini mimi nimezungumza kocha 4 5 wanapenda hata mechi zote zichezwe nje. Kama nikumbuka Wahamiaji na JKU wamecheza mechi zote nje. Japo hawajapata matokeo, lakini for me Chamazi na Amani kwangu mimi the same. Kwa hiyo sina tatizo lolote na uwanja useme kwamba uwanja ugenini. Mimi hapa sio mgeni. Haya, tumesikia kutoka kwa mwalimu. Nafikiri tunaweza kuruhusu maswali kadhaa kama itapendeza. Kweli mimi nishaye kuzungumza, lakini leo nataka niseme kweli.
Azam kuambia wamtoe Ibwe lakini wengi makundi basi wanamtoa. Yaani tunampoteza hivi hivi asubuhi kweupe. Iwe isiwe najua, lakini this is a game. Nimeandaa wachezaji kwa sababu wachezaji wetu vijana. Unamwona captain Jesse akatoka under 20 timu ya KMC. Wachezaji wetu vijana wengi, lakini at least wamecheza ile mechi, tumepata ile feeling ya kumbe huyu. Watu wengine walikuwa wanamuona Faisal kwenye TV, kumbe ndio Fei huyo, ndio huyu. Kwa hivyo na kumbe tunaweza kucheza. Kwa hivyo tumewajenga wachezaji, tumepata siku 3 za kutrain, na naamini kabisa wachezaji wameona kwamba tunaweza kucheza, na lengo letu sisi kucheza kupata matokeo. Lakini kuna vitu vingine wala wachezaji unaandaa kwa ajili ya mechi nyingine baadaye, kwa sababu wachezaji hajacheza mechi nyingi za kimataifa. Kuna wachezaji huyu Mati kacheza mechi 2 na mechi ya 3 ya juzi, ndio mechi kubwa kwake, hajacheza mechi nyingine. Kwa hivyo kwake ni kitu kizuri kupata composure kama hizi. Tunasonga mbele, muhimu ni kuhakikisha kwamba tunatafuta nafasi nyingine ya mwakani kucheza tena katika mashindano makubwa, maana ana kazi yake. Haya, swali la pili Zai. Hata mechi ingekuwa sisi tunaongoza 2-2 kule Zanzibar, bado mechi ngumu. Mechi ni dakika 180. Mechi ya Azam ngumu. Azam 7 heavyweight. Ukisema vingine kwa muongo. Lakini tunacheza. Kitu kimoja ambacho tuna advantage nacho, away inatusaidia nini? Wao manaka wanajua wakitufunga moja au itakuwa shughuli nyingine. Kwa hiyo mimi naamini kabisa sisi tunakwenda kucheza tusipoteze kitu, lakini Azam watakuwa makini zaidi. Kwa hiyo mechi lazima kuwa ngumu. Swali la mwisho kwa mwalimu, nafikiri ni hayo.